46 kwa hiyo vitabu ambavyo mmepata hivi sasa. Swali la 10. Tunaanza swali la 10 linasema na'malu minkum ghafara Allahu lakum talkhisa mu'taqadi shuyukh حول وجود التحريف والنقص والزيادة في القرآن. Nasema tunataraji kutoka kwenu kutufanyia mukhtasari wa itikadi za mashekhe wa Kishia kuhusiana na uwepo wa tahrifu, badilishaji, ugeuzaji, na uwepo wa mapungufu na ziada ndani ya Qur'ani tukufu. Aljawabu, قال شيخهم المفيد أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان. Anasema shekhi wao huyu kwamba hakika habari qad jaat mustafidatan, zimekuja ni nyingi kutoka kwa maimamu wao, an aimmatil huda min ali Muhammadin, kutoka kwa maimamu wao katika watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikieleza bi ikhtilafi alquran, kwamba Qur'ani ina ikhtilafu ndani yake. Wama ahdathahu ba'd at-ta'inina fihi, na yale walioyazua baadhi ya wale wenye kuitwani Qur'an itia kasoro, min al-hadfi wan-nuqsan, katika mambo ya kuondosha na kupunguza ndani ya Qur'an. Waqala aidan, akasema vile vile, wattafaqu ay al-imamiyya, wamekubaliana al-ashia al-imamiyya ala anna a'immat ad-dalal, na wanapotaja a'immat ad-dalal ukiangalia katika hashia wanakusudia kibaru sahaba, wale viongozi wa upotofu, wakiwakusudia masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khalafu fi kathirin min ta'alif al-Qur'an, walikhalifu sehemu kubwa ya taalifu ya Qur'ani ilipokuwa imekuja. Wa adalu fihi, wakapindisha, an mujibi tanzil, kwa mujibu wa vile ilivyoteremka, wa sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, na wakazikhalifu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ajma'ati almu'tazilatu wal khawarij waz-zaydiyatu wal murji'a wa ashabu alhadith ala khilaf al-imamiyyati fi jami' ma adadnahu. Kwa hiyo anazungumza kwamba haya ni masala ya ijma' kwao juu ya kwamba Qur'ani fihi ziyadatun wa fihi naqs wa fihi ta'dil. وقال شيخهم العاملي وعندي في وضوح صحة هذا القول, anasema na ipo kwangu au imethibiti kwangu katika namna ya uwazi kabisa kwamba kauli hiyo ni sahihi. Kauli gani? Namba 4 anasema at-tahrif, kauli ya kubadilishwa kwa Qur'an, kugeuzwa. Baada tatabbu'i al-akhbar wa tafahhus al-athar, baada ya kufuatilia habari na kupekua athari. Bihaithu alayhi al-hukmu bikaunihi min daruriyati madhhab at-tashayyu'i, baada ya kupekua habari na kufuatilia athari, imethibiti kwake kwa namna ambayo ni katika mambo ya lazima kuyaamini katika madhhabu ya Kishia, wa annahu min akbari mafasidi ghasbi al-khilafa, na kwamba swala la kupunguzwa na kuongezwa katika Qur'ani ni miongoni mwa mafsada makubwa yaliyotokana na kupora kwa khilafa. Yani kwamba masahaba wakubwa akina Abubakari, Umar na Uthman walipoupora ukhalifa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib kwa mujibu wa akida ya Mashia, miongoni mwa mafasidi makubwa yaliyopatikana ni huko kuichezea Qur'ani, wakabadilisha, wakaondosha, wakaongeza hivyo.
hii ndio aqida yao. Waqala allamatuhum almajlisi walakinna ashabahu sallallahu alayhi wa alihi, lakini masahaba wake mtume sallallahu alayhi wasallam amilu amala qaumi Musa, walifanya matendo ya watu wa Musa. Fattaba'u ijla hadhihi al-ummati wasamiriha, wakafuata ndama wa umma huu na wakamfuata samiri wa umma huu. Aani, anakuweka wazi kabisa usamiri na ndama ni nani? Abu Bakr wa Umar. Faghasaba almunafiquna khilafatahu, wanafiq wakapora ukhalifa kutoka kwa nani? Ali ibn Abi Talib. Khilafata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min khalifatihi, ule ukhalifa wa mtume kutoka kwa khalifa wa mtume. Watajawazu ila khalifatillah, hawakuishia hapo, wakapetuka mipaka mpaka kumpora ukhalifa khalifa wa Allah, ay alkitab alladhi anzalahu. Khalifa wa Allah anakusudiwa hapa kitabu, yani hawakutosheka na kumpora ukhalifa Ali, bali hata khilafa ya Allah ardhini ambayo ni Qur'ani nayo pia faharrafuhu wa ghayyaruhu, wakaigeuza na kuibadilisha. Waamilu bihi ma aradu, wakafanya walichokitaka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno yametajwa katika kitabu Hayatul Qulub cha huyu mwanazuoni wao Al-Majlisi, juzu ya pili, kurasa wa 541. وقال البحراني وقد وردت في زيارات عديدة كزيارة الغدير وغيرها، وفي الدعوات الكثيرة كدعاء صنمي قريش وغيره عبارات صريحة في تحريف القرآن وتغييره بعد النبي صلى الله عليه وسلم. asema imepokewa katika ziyaratin adida, hivi ni vitabu kama vile ziyaratul ghadir wa ghairiha, na wa fi da'awati al-kathira, nimekuja katika dua zao nyingi. Kwa mfano dua ambayo wanaita dua ya masanamu wawili wa Quraysh, na wakitaja masanamu wawili wa Quraysh wanamkusudia Abu Bakr na Umar. Zimekuja ibaratun sariha, ibara za wazi kabisa, fi tahrifi al-Qur'ani wa taghyirihi ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam, zinazoeleza kwamba Qur'ani ilibadilishwa na kugeuzwa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa dhakara 21 riwaya, kataja riwaya 21 fi ithbati mu'taqadihi, katika kuthibitisha itikadi yake hii, fi tahrif. Haya utayakuta katika kitabu Tafsirul Burhan fi tafsiri al-Qur'an, katika mukaddima ukurasa wa 36 mpaka 39 cha mwanachuoni wao anaitwa Hashim ibn Sulaiman al-Bahrani al-Katkani. وقال الطبرسي عن الأخبار في الطعن في القرآن, akielezea habari za kuitia dosari Qur'an akasema wahiya kathiratun jidda, hizo habari ni nyingi mno, mpaka akasema hatta qala as-sayyid Ni'matullah al-Jazairi fi ba'd muallafatihi kama hukiya anhu, kama ilivyopokelewa kwake katika baadhi ya tungo zake alizoziandika, innal akhbara ad-dallata ala dhalika tazidu ala 2000 hadithin, riwaya na habari zilizokuja kuelezea kwamba Qur'ani imefanywa tahrif na ziada na naqs ni nyingi zaidi ya 2000. rejea Faslul Khitab safha ya 125. وقال شيخهم الجزائري إن القول بصيانة القرآن وحفظه, hakika kauli ya kuhifadhi Qur'ani na kuilinda, yufdhi ila tarhi al-akhbari al-mustafidha, inapelekea kuzitupilia mbali habari zilizokuja kwa wingi, bali al-mutawatira, bali habari ambazo zimekuja kwa sifa ya mutawatir, adallati bisarihiha, zinazojulisha waziwazi kwa uwazi wake, ala wuqu'i at-tahrifi fi al-Qur'an, kwamba
limetokea au limetuka jambo hilo la kuifanyia taharifu Qur'an, ma anna ashabana ridwanullahi alayhim qad atbaqu ay ittafaqu ala sihhatiha wa tasdiqi biha, pamoja na kwamba watu wetu, jamaa zetu, kwa maana mashia wenzao, aimmatu shia, wamekubaliana juu ya usahihi na ukweli wa habari hii kwamba Qur'ani imefanyiwa taharifu. Waqala zaimu hauzatihim al-ilmiyya Abu al-Qasim al-Musawi al-Khoi, anasema inna an-naqsa aw az-ziyada fi al-hurufi au fi al-harakati waqi'un fi al-Qur'ani qat'an. Sheikh amenukuu kauli nyingi hapa, waqala kama unavyoziona, ili kukuthibitishia kwamba masala haya sio kauli ya mtu mmoja katika wanawazuoni wao, ni masala muttafaqun alaiha, kwamba hakika kupunguza na kuzidisha katika herufi au harakati ni jambo lipo kabisa katika Qur'ani qat'an. Swali la 11, hal alqawlu bitahrifi alquran wa nuqsanihi fi i'tiqadi shuyukh ash-shi'a balagha mablagha at-tawatur indahum? Je, hii kauli ya kwamba Qur'ani imefanyiwa tahrifu, imepunguzwa katika itikadi za mashekhe wa Kishia, hii kauli imefikia kiwango cha kuwa ni mutawatir kwao? Naam, ndiyo. Qala allamatuhum Abdullah Shibri bi anna alquran alladhi unzila ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama akthara mimma fi aydina al-yawm, Qur'ani aliyoteremshiwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni zaidi ya hii tulionayo mikononi mwetu leo hii. Wa qad usqita minhu shay'un kathir, na kwa hakika imeondoshwa kiasi kikubwa sana ndani yake, kama dallat alayhi al-akhbaru mutadhafiratu, kama inavyojulisha habari ambazo zimekuja kwa wingi, allati kadat an takuna mutawatira. Wa qad awdahna dhalika fi kitabina, kitabu chenyewe anachokisema kimeweka wazi mambo hayo, kinaitwa Muniyatul Muhassilin fi haqqiyati tariqati almujtahidin. Qasimatu adh-dhahr, qadhiya ambayo inavunja uti wa mgongo. Anasema rawau anna Ali radhiyallahu anhu qala, yani ni habari itakayokushangaza. Ali, yani kuna riwaya katika vitabu vyao kwamba Ali radhiyallahu anhu alisema hivi kuhusu kauli yake Allah jalla wa ala anaposema, wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, kwamba Ali radhiyallahu anhu alisema farraddu ila Allah arraddu ila kitabihi wa makhtalaftum fihi min shay'in, na kitu chochote ambacho mtakhtilafiana juu yake fa hukmuhu ila Allah, hukumu yake inapatikana kwa Allah. Sasa makusudio ya hukumu kwamba iko kwa Allah, maana yake ni kurudi katika kitabu chake Allah. Wadhālika lianna kitab Allah fi i'tiqadihi radhiyallahu anhu, na hii ni kwa sababu kitabu cha Allah katika itikadi ya Ali ibn Abi Talib mahfudhun min at-tahrif. Inashangaza sasa habari kama hii ambayo inavunja msimamo wao imo katika vitabu vyao. Imamu wao ambaye ndio Imamu Mkuu Ali radhiyallahu anhu amefasiri fa hukmu ila Allah, kwamba watu Waislamu umma wakikhtilafiana katika jambo lolote hukumu yake iko kwa Allah, kwa maana turudi katika kitabu cha Allah. Sasa swali linakuja, vipi Ali awarejeshe watu katika kitabu ambacho fihi tahrifun wa taghyirun wa ziyadatun wa naqs? Ni mambo yanapingana. Lakini kama tulivyoona wakati mwingine watu yani wanapokuwa wamepotea kufika pahala hata akasahau hata kunukuu aya, kama tulivyoona kwenye ile aya inachukuliwa aya inachanganywa na aya nyingine akidhani katika sura hiyo hiyo. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah. Naam, yote inaenda katika maana hiyo. Ikhtilafu ndogo ndogo mnazozikuta kwenye vitabu itanabaisha hili jambo, zinatokana na vitu vifuatavyo. Moja,
tabaa zinatofautiana. Tabaa hii ni tofauti na tabaa hii, tofauti na tabaa hii moja. Mbili, vitabu mara nyingi huwa vinafanywa tahqiq. Sasa inategemea mani alladhi haqqaqa alkitaba alladhi biaidika, nani amefanyia tahqiq kitabu ambacho wewe uko nacho. Sasa inawezekana tahqiqi ya kitabu changu mimi ni tofauti na tahqiqi ya kitabu mlicho nacho nyinyi, lakini ala kulli tunakubaliana katika matni. Ikhtilafu zinaweza zikawa ni ndogo sana au pengine hivyo, yani tofauti kidogo, lakini aslul kitab ni hiyo moja. Swali la 12, na'amulu minkum ghafara Allahu lakum wa liwalidikum dhikra ba'd al-amthilati allati sarraha fiha shuyukh ash-shi'ati bimu'taqadihim bitahrif al-Qur'an. Anasema tunataraji kututajia baadhi ya mifano ambayo wamesema wazi wazi mashekhe wa Kishia kuhusu itikadi yao hii ya kubadilishwa Qur'an. Mifano ya wazi. Sasa sikiliza majanga haya. Aljawabu naam, minha suratul wilaya. Kuna sura kwa mujibu wa Mashia ndani ya Qur'an imeondoshwa sura nzima, ilikuwa inaitwa suratul wilaya. Yazumuna annahu madhkurun fiha wilayatu Ali, wanadai kwamba sura hiyo maswahaba waliokusanya Qur'ani baada ya mtume waliondosha kwa sababu akitajwa Ali katika sura hiyo, kwa kuwa wao ni maadui zake na wamemdhulumu, hakutaka hata utaji wake uwepo, wakaifuta sura nzima. لأن الله تعالى قال في القرآن، isikilize aya hii kwamba Allah aliteremsha aya hii, ya ayyuhalladhina amanu aminu bin nabiyyi wal waliyyi alladhaini ba'athnahuma yahdiyanikum ila siratin mustaqim nabiyyin wa waliyyin ba'dhuhuma min ba'dhin wa ana al-alimul khabir. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين فإن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين ما خلفهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب sabbih bihamdi rabbika wa aliyyun minash shahidin. Wanasema hii sura imeondoshwa katika Qur'an, suratul wilaya. Haya maneno hawakuzushiwa, yapo katika kitabu chao kinaitwa Faslul Khitab fi ithbati tahrifi kitabi Rabbil Arbab, ukurasa wa 180. Alafu siku hizi mambo yamekuwa mepesi ndugu zangu. Unaweza ukagoogle ukakipata hicho kitabu kwenye mtandao ukathibitisha. Sawa sawa. Ukiandika tu kwenye Google ayatul wilaya au suratul wilaya itakuja na utaona habari hizi. لا إله إلا الله، ما هذا الاضطراب الشديد وما هذا الجهل وما هذه العجمة. شيخنا شنغا لا إله إلا الله، ما هذا الاضطراب الشديد. mbona kupongana kwao ni kukubwa sana, ujinga ulioje. wama hadhihi alujma, alujma yani tulisema alajami au alajamia kullu man laysa bilarabi, sawa sawa. Wa minha qawluhum, kwa nini amesema al-ujma? Kwa sababu hata mpangilio wa maneno ukiangalia hayana thamani ya kuwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa aya au mwa mabadiliko yaliyofanywa katika Qur'ani kwa mujibu wao, anna Allah ta'ala qala,
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وأن الله تعالى قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. hakuna naam. Sasa nitafanyaje bibi kama huyaoni kwenye kitabu chako? Huku mwanzo tumekuja pamoja au tangu nimeanza kusoma hujaona kitu? Sasa hivi tumeachana. Inawezekana kwenye toba hiyo ndio nayo mifano hii haikutajwa. Unahitaji nifanyeje mzee? Sheikh umesoma sasa. Ndio nasema wote wanasema kumjibu. Sijui sasa manake kuitafuta hiyo nakala. Kwa mfano kitabu chako hipo. Toba yako ni ipi tuonyeshe? Vile vya mwanzo. Sawa. Tuletee nusu. Nipeni nusu hiyo ambayo wengi mko nayo. Kwa hiyo suratul wilaya hamnayo. Sura hii Yanzia wapi? sura hii. Wa aliyu minashahidin. Utulivu upatikane. Tunaenda ukurasa wa 51. Sasa ninayo nuskha ambayo ni sawa sawa na nuskha mlizonazo nyinyi. Ili twende pamoja, sio? Haya. Ukurasa wa 51. Wa akmalaha al-muftari an-Nuri at-Tabarasi, akaukamilisha uzushi huu al-muftari, mzushi huyu katika wanawazuoni wao anaitwa an-Nuri at-Tabarasi. Akasema, sikilizeni sura hii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu aminu bin-nuraini anzalnahuma yatluwani alaykum ayati wa yuhadhdhirunakum adhaba yawmiddin. Nurani ba'duhuma min ba'din wa ana as-sami'ul 'alim. Innal ladhina yufuna bi'ahdi Allahi wa rasulihi fi ayatin lahum jannatun na'im. والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم. Hizi ni tungo zao taban, sio maneno ya Allah, lakini wao wanaamini katika Qur'an. Dhalamu anfusahum wa asaw al-wasiy ar-rasul ulaika yusqawna min hamim. إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذناهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم. إن الله قد أهلك عادا وثمودا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون. وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون وأغرقناه ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون. إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون. إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم. يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعملون. قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون. مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم
إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم وإن عليا من المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين وكرمناه على أهلك أجمعين فإنه وذريته لصابرون وإن عدوهم إمام المجرمين. الله المستعان. قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتوليه من بعدك يظهرون فأعرض عنهم إنهم معرضون إنا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون إن لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون فسبح باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون فاصبر فسوف يبصرون ولقد آتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون ومن يتولى عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن الناكثين. يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين. إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه. قل هل يستوي الذين ظلموا ولهم بعذاب يعلمون سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون. إنا بشرناك بذريته الصالحين وإنهم لأمرنا لا يخلفون فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأمواتا يوم يبعثون. وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين. وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون والحمد لله رب العالمين. Hii ni Qur'ani kwa mujibu wao, utapata katika kitabu Faslul Khitab ukurasa wa 107 mpaka 108. Unawezaje baada ya maneno haya ukasema hawa ni wenzetu wanaamini Qur'ani hii, mbona hatuoni Qur'ani nyingine? Nadhani tunapata kuelewa sasa. Thumma allaqa shaykhuhum an-Nur at-Tabarasi biqawlihi, kisha akafanya taaliku katika maneno yaliyotangulia akasema inna ash-shaykh Muhammad ibn Ali ibn Shahri Ashu al-Mazindarani ذكر في كتاب المثالب على ما حكي عنه أنهم أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية ولعلها هذه السورة والله العالم. kwamba innahum, hakika hao nakusudiwa masahaba ridwanullahi alaihim, waliondosha kabisa katika Qur'an sura nzima inaitwa suratul wilaya, na huenda ndiyo hii iliyotajwa. التعليق: ما هذه الكلمات الملفقة تلفيقا رديئا من بعض ألفاظ القرآن الكريم. anasema ni maneno gani haya ambayo yamechomekwa, yameingizwa tena uingizaji ambao ni mbaya kutoka katika baadhi ya aya za Qur'ani. Inachukuliwa kipande huko katika Qur'ani, inaingizwa maneno hapo, yanachomekwa hivyo. Wa mawdu'uha huwa al-amru alladhi aqadda madaji' shuyukh ash-shi'a wa huwa
khulu kitabillahi min dalalatihim. Maudhui na sababu ya kuleta maneno kama haya ni kwamba kitabu cha Allah ni lile jambo ambalo limewanyima usingizi mashekhe wa Kishia, kwamba kwa nini kitabu cha Allah kiko khalin min dalalatihim, hakina kabisa katika upotevu wao. Walidhalika fahiya tadhkuru mas'alata alwasiyya. Ndio maana unakuta hii walioita sura katika Qur'ani inataja mas'ala ya alwasi li Ali bil imama wa takfiri sahaba li isyanihim alwasi, kwamba kimetaja au sura hiyo imetaja uongozi na uimamu wa Ali pamoja na kuwakufurisha masahaba kwa kuwa wamemwasi huyo aliyekuwa ndio wasii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu alazim idh yaqul, na amesema ukweli Allah pale aliposema katika surati al-Isra, qul la in ijtama'atil insu wal jinn, waambie ewe Muhammad, lau watakusanyana majini, wanadamu na majini, ala an ya'tu bimithli hadha alquran, ili waweze kuleta kitabu mfano wa hii Qur'an, la ya'tuna bimithli, kamwe hawatoweza kuleta mfano wake, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama watasaidiana baadhi yao kwa wao hawatoweza. Wa minha, na miongoni mwa mifano ya uzushi wao, aftarahu al-Kulaini, ni ule uzushi aliyoutaja al-Kulaini. An Jabir qal nazala Jibril bihadhihi al-ayati ala Muhammadin hakadha. Al-Kulaini katika kitabu chake Usulul Kafi, juzu ya kwanza ukurasa wa 315 amesema nazala Jibril alayhi salam, aliteremka Jibril alayhi salam bihadhihi al-aya, kwa aya hii nitakayoisoma baadaye, ala Muhammadin, kuteremshiwa mtume Muhammad, hakadha, ilikuwa hivi: wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin fa'tu bi suratin min mithlihi, kwamba aya hii ilikuwa hivyo. Akazua vile vile riwaya kwa Abu Ja'far alayhi salam, anasema hakadha nazalat hadhihi al-aya, aya hii ilishuka ikiwa hivi: walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi fi aliyin lakana khairan lahum. Akutosheka, akazua pia riwaya kutoka kwa Abi Abdullah alayhi salam fi qawli Allah azza wa jalla, wa man yuti'i Allah wa rasulahu fi wilayati Ali wa wilayati al-a'immati min ba'dihi faqad faza fawzan 'azima. Akasema hakadha nazalat, aya hii ndivyo ilivyoshuka. Kwa hiyo kwa nini hatuikuti hivyo katika Qur'an? Ni kwa sababu maswahaba walifanyaje? Waliondoa. Kwa nini? Kwa sababu inamtaja Ali, inawataja maimamu, na wao wanasomeka ni maadui wa ahlul bait an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Akazua vile vile riwaya kutoka kwa Abdullah ibn Sinan an Abi Abdullah alayhi salam fi qawlihi ta'ala, wa laqad ahidna ila adama min qablu kalimatin, hiyo ni ziada sasa, kalimatin fi Muhammadin wa Ali wa Fatima wal Hasan wal Husain wal a'imma. Hapo wametajwa wote alayhimus salamu min dhurriyyatihim fanasiya, hakadha wallahi nazalat ala Muhammad. Anasema sura hii ilishuka hivyo, maadui zao wakafanyaje? Wakaifuta. Akazua tena riwaya kutoka kwa Abi Abdullah alayhi salam kwamba kauli ya Allah, fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin ya ma'shara al-mukaththibin haythu anba'tukum risalata rabbi fi wilayati Ali alayhi salam wal a'immati min ba'dihi man huwa fi dalalin mubin kadha unzilat. Anasema hiyo ilishuka hivyo. Akazua vile vile an Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Nasr qala dafa'a ilayya Abu al-Hasan alayhi salam mushafan, anasema alinipatia Abu al-Hasan msahafu, waqala, na akasema kunambia, la tanzur fihi, msahafu usiufunue, usiusome. Fafatahtuhu, lakini mimi nikafanyaje? Nikaufunua. Wa qara'tu fihi, nikasoma ndani ya msahafu huo, lam yakunil ladhina kafaru, akaisoma sura hiyo, suratul Bayyina,
fawajadtu fiha isma 70 rajulan min Quraish, nikakuta majina ya watu 70 katika makuraish, bi asmaihim wa asma'i abaihim, wanatajwa majina yao na majina ya baba zao. Qala fab'atha ilayya ib'ath ilayya bil mushaf, akanitumia taarifa kwamba nitumie huo msahafu wangu niurudishie. Akazua vile vile riwaya an Abi al-Hasan alayhi salam qala wilayatu Ali alayhi salam maktubun fi jami' suhuf al-anbiya, uongozi wa Ali umeandikwa katika vitabu au sahifa za manabii wote. Walan yab'ath Allahu rasulan illa binubuwati Muhammadin wa wasiyati Ali, na Allah hawezi kumtuma nabii yoyote, mtume yoyote, isipokuwa anampa taarifa za unabii wa mtume Muhammad pamoja na uongozi wa nani? Wa Ali alayhi salam. Waftarau anna Allah qala, wakazua vile vile kwamba Allah amesema inna aliyan jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'ahu fattabi'u qur'anahu. وقال آيتهم النور الطبرسي مفتريا على ابن مسعود. Huyu mwanazuoni wao An-Nur al-Tabarasi amesema akimzushia Abdullah ibn Mas'ud kwamba yurwa an ibn Mas'ud annahu, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud ya kwamba ankara kauna al-Fatihati wal mu'awwidhatayn min al-Qur'an, kwamba alikanusha Abdullah ibn Mas'ud kwamba hii surati al-Fatiha na hizi mu'awwidhatayn, kul a'udhu bi rabbin nas na kul a'udhu bi rabbil falaq, hazikuwa katika Qur'an. وقال الكاشاني المستفاد من جميع هذه الأخبار, faida tunayoipata katika habari zote hizi tulizozinukuu katika masala haya ya taharifu al-Qur'an wa ghairiha min ar-riwayat, na riwaya nyingine min tariqi ahli al-bait alayhi salam, riwaya zilizokuja kutoka kwa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Innal Qur'ana alladhi baina adhhurina, hakika hii Qur'ani tulionayo sisi mikononi mwetu, laisa bitamamihi kama unzila ala Muhammad, haikutimia kama ilivyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal minhuma wa khilaf ma anzala Allah, bali ndani ya Qur'ani hii tulionayo yamo maneno yako kinyume na vile alivyoteremsha Allah. Wa minhuma huwa ghayrun muharrafun, na yamo ndani yake yaliyobadilishwa na kageuzwa. Wa innahu qad hudhifa anhu ashya'a kathira, na hakika imeondoshwa katika hii Qur'ani vitu vingi. Minha ismu Ali fi kathiri min almawadhi, jina la Ali katika maeneo mengi limeondoshwa. Wa minha lafdhatu ali Muhammadin ghayr marra, na katika vilivyoondoshwa kulikuwa na tamko ali Muhammad zaidi ya mara moja. Wa minha, na katika vitu viliondoshwa asmaul munafiqina fi mawadhi'iha, majina ya wanafiki yalitajwa wakayaondosha katika maeneo yake. Wa minha ghairu dhalika, na miongoni mwayo ni vitu vingine ambavyo sio vilivyotajwa. Wa annahu laysa aidan ala tartibi almardi inda Allah wa inda rasulih, na katika mambo wanayosema kuhusu Qur'ani kwamba haiko katika mpangilio ule unaomridhisha Allah na mtume wake. Kwa hiyo walibadilisha kila kitu. Waqala al-Khumaini nahnu ladaina fi al-Qur'ani suratul munafiqun wa laysa indana suratul kafirun, sema sisi kwenye Qur'ani tunayo suratul munafiqun lakini suratul kafirun haimo, kwa maana ni katika vitu viliongezwa kwa mujibu wao. Wa indama suila an sababi adami dhikri ismi Ali radhiyallahu anhu, alipoulizwa kwa nini Ali hakutajwa katika Qur'ani, wannasu alayhi bil imama, na maneno yanayothibitisha uongozi wake, uimamu wake, alijibu akasema al-Khumaini, inna an-nabiyya ahjama an at-tatarruq ila al-imamati fi al-Qur'an li khashyatihi an yusaba al-Qur'an min ba'dihi bit-tahrif. Anasema mtume alificha ani tatarruqi ila al-imama, kwa hiyo tuhuma inakwenda mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kule kutaja wale maimamu ndani ya Qur'ani kwa sababu ya kuogopea kwake ani yusaba al-Qur'an min ba'dihi,
isije kusibiwa Qur'ani baada yake, manake watu aidha wakaivuruga wakaibadilisha bitahrif, ayusaba alquran min ba'dihi bitahrif, watu wasije wakaigeuza. Taalifi muhimu hapa inasema fi nususi sabiqa, katika nususi nyingi tulizozisoma, shahadatu min shuyukhi Shia, ni ushahidi kutoka kwa mashekhe wakubwa wa Kishia, ala annahu laysa li amri a'immatihim wala wasiyati Ali dhikrun fi kitabillah, wanathibitisha kwamba maimamu wao au wasia wa Ali hauna utaji wote ndani ya Qur'an. Wa hadha yansifu bunyanahum min alqawaid, na jambo hili linaporomosha jengo lao kuanzia katika msingi. Falam yakun amama shuyukh almadhhab shi'i, kwa kuwa ilikuwa hakutajwa Ali ndani ya Qur'an tulionayo na hawakutajwa wale maimamu wao, ikawa hakuna khiari mbele yao hawa mashekhe wa madhehebu za Kishia min maslakin illa alqawl bi tahrif alquran, hawakuwa na njia nyingine isipokuwa lazima waasisi msimamo wa kwamba Qur'ani imefanywa nini, tahrifu. Sio kama pameeleweka vizuri hapa kwamba walijikuta mbele ya swali muhimu ambalo litakuwa halina majawabu. Kama mnaamini imani hizo kwa kuhusiana na Ali na maimamu wenu, mbona Allah hajawataja sehemu yoyote ndani ya Qur'an? Mbona Allah hajataja uongozi wa Ali sehemu yoyote ndani ya Qur'an? Na ni kitu muhimu sana. Wakaona njia pekee ya kusalimika na hii, waseme Qur'ani ilifanyaje? Ilifanywa tahrifu. Walioifanyia tahrifu ni wale maadui zake na Ali, wakaondosha utaji wake wote na utaji wa Ahlul Bait katika Qur'an. Illa alqawlu bi tahrif alquran wa naqsihi wa ziyadatihi wa ilzamu awamihim bihadha al-i'tiqad, na ikabidi wawalazimishe wale watu ambao ni awamu, wale akina bendera kufuata upepo, wakawalazimisha kuwalisha itikadi hii. Walihadha shahida imamuhum al-Majlisi kama sabaq anna akhbara tahrif al-Qur'an indahum la taqillu an akhbari al-imama, ndio maana ameshuhudia kiongozi wao al-Majlisi kama ilivyotangulia katika fakra tulisoma kwamba habari za kufanyiwa kugeuzwa Qur'ani kwao la taqillu, sio chache, yani ni nyingi. La taqillu an akhbari al-imama, sio chache ukilinganisha na habari zilizotaja al-imama. Wa annahu idha lam yathbut at-tahrif, na kwamba kama haitothibitishwa at-tahrif fala tathbutu al-imama. Sio kama imeeleweka kwamba ili al-imama iweze kuthibiti lazima wathibitishe kwamba Qur'ani imefanywa tahrifu, wa illa wasipothibitisha hili na ili automatically linafanyaje, linaondoka. sawa sawa. Wala yathbutu ghayruha min aqaidi Shia, na wala haziwezi kuthibiti akida nyingine za Kishia. Waqad asaba al-Majlisi, kwa hakika amepatia, fatahrifu lam yaqa, kwa sababu kugeuzwa Qur'ani hakukupatikana. Wa mas'alatu al-imama lam tathbut, mas'ala ya al-imama haikuthibiti. Waraj'atu kadhalika, nayo haikuthibiti. Wa ghayriha mimman harafa bihi shuyukh al-madhhab ash-shi'i, na mengineyo katika yale ambayo wametoka katika njia ya sawa mashekhe wa madhehebu za Kishia. Wa sadaqa Allahu al-azim idh yaqul, amesema kweli Allah mtukufu pale aliposema wama kana hadha al-Qur'an an yuftara min dunillah, na haiwezi kuwa hii Qur'ani imezushwa. sawa sawa. Wama kana hadha al-Qur'an an yuftara min dunillah, na haiwezi kuwa kwa hii Qur'ani kwamba iwe imezushwa kinyume na kutoka kwa Allah. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini ni kitabu ambacho kimekuja kusadikisha yale yaliyotangulia kabla ya kitabu hiki kuja. Wa tafsila alkitabi, na ni upambanuzi wa kitabu hiki Qur'ani, la raiba fihi min rabbil alamin, hakina chembe ya shaka kitabu hiki kutoka kwa Allah Mola mlezi wa walimwengu. Am yaquluna iftarahu, ay bal, hawa wapinzani wa Qur'ani wanasema Muhammad kaizua hii Qur'an. Qul, waambie, fa'atu bi suratin mithlihi, nyinyi msilete Qur'ani, leteni sura moja tu mithili ya hii Qur'an. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin, na muombeni msaada yoyote mnayemtaka kinyume na Allah ikiwa nyinyi ni wa kweli. Kitu ambacho
hakipo na hakikuwezekana. Kwa hiyo fakra hii iliyopita ilikuwa ni mifano hai inayothibitisha aqida hii ya tahrifu al-Qur'an lada a'immati Shia, lada ulamai ash-Shia. Na mimi nitanabaisha jambo jingine moja muhimu. Tunapozungumza mashia, hii ni muhimu sana, isikilize vizuri. Na hizi hoja zinazotajwa katika vitabu vyao na hizi rududi zinazotajwa, wanazungumzwa wale wanawazuoni wao wenye kujua ushia, wenye kuzijua akida hizi. Hawa wengine ni watu tu wanafuata, hawajui wanachokifuata. Na ndio tukasema ni muhimu sana kuyabaini haya na kuyazungumza ili yajulikane kwa awamu, pengine wanaweza wakasalimika wakatoka katika upotovu huu ambao wamejikuta wamo bila kuelewa. Bali kuna baadhi ya vijana hadahumullah, unanakinishiana nao, unamuuliza, anasema mimi bana hii akida usikubali, lakini mimi nafuata riziki. Na huu ni upotevu, wal-iyadhu billah. Dini, ndugu zangu, na hasa akida, ni kitu ambacho hakikubali musawama wa aina yoyote, hakikubali kuwekwa rehani kwa namna yoyote ile. Akida ndio kitu cha thamani anachomiliki mtu. Ukikosa akida ndio umekosa kila kitu. Hata ukapata dunia na vilivyomo vyote vikawa vyako, ukikosa akida umepata hasara ya dunia na akhira, iyadhan billah. Kwa hiyo tuwe makini, tuwatahadharishe vijana wetu. Masomo haya tuyasomeshe kwenye misikiti yetu, tuyabainishe haya, watu wayajue, kwa sababu yako maeneo ambayo yamevamiwa kwa kiwango kikubwa sana. Na wao wana istighlal, wanachukua nini, wanatumia fursa moja ya ujinga wa wengi katika Waislamu, hawajasoma dini yao, akida yao hawajui. Kwa hiyo mtu anaingiziwa talbis. Alafu hii nasema wenzenu wakija hawaji na maneno tu, wanakuja wamejipanga, wanatuachia chakula, wanatuachia sukari, wanatuachia pesa. Hii mnaleta maneno tu bwana. Tazama hali ilivyo mbaya. Uko pamoja? Swali la 13, idhan ما هو اعتقاد شيوخ الشيعة في العدد الصحيح لآيات القرآن الكريم وهل اتفقوا؟ Kama ndivyo Qur'ani imezidishwa, imepunguzwa, imebadilishwa, imegeuzwa, imeondoshwa mambo, ni ipi itikadi ya mashekhe wa Kishia, itikadi ya mashekhe wa Kishia kuhusiana na idadi sahihi ya aya za Qur'ani? Kwa mujibu wao idadi sahihi ni ipi? Na je, wamekubaliana katika idadi hiyo? Aljawabu la, bal ikhtalafu. Hawajakubaliana, wameftilafiana. Iftara shaykhuhum al-Kulaini, amezua shekhe wao al-Kulaini katika kitabu chake Usulul Kafi, hata katika tafsiru Nuru Thaqalain amezusha akasema, ametaja riwaya an Hisham ibn Salim an Abi Abdullah alayhi salam qala
innal qur'ana alladhi jaa bihi Jibril alayhi salam ila Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 17,000 aya. Tulishaitaja hii riwaya. Waqad hakamu bi sihhati hadhihi al-ustura, na wamehukumu usahihi wa habari hii ya ajabu kutoka kwa huyu bwana al-Kulaini. Qala allamatuhum al-Majlisi fal khabaru sahihun, habari ya kwamba Qur'ani ilikuwa aya 17 ni sahihi. Waqala shaykhuhum al-Mazindrani isqatu ba'd al-Qur'ani wa tahrifihi thabata min turuqina bitawatur ma'nan, kule kuachwa baadhi ya aya na kugeuzwa Qur'ani ni jambo limethibiti katika njia zetu kwa namna ambayo ni mutawatir, kama yadhharu liman ta'ammala fi kutubi al-ahadith, kama inavyomdhihirikia mwenye kutazama kwa mazingatio katika vitabu vya hadithi, min awwaliha ila akhiriha. Waqala allamatuhum al-Majlisi inna hadha al-khabara wa kathirun min al-akhbari as-sahiha, hakika habari hii na nyingi katika habari zilizokuwa sahihi, swarihatun fi naqsi al-Qur'ani wa taghyiri, ziko wazi wazi kwamba Qur'ani ina mapungufu na imebadilishwa. التعليق: هذه الأسطورة افتراها شيوخ الشيعة بلفظ 7,000 آية. Anasema hizi habari za ajabu ambazo sio sahihi wamezizua mashekhe wa Kishia kwa tamko la kwamba Qur'ani ilikuwa na aya 7,000, aya 7,000. Kisha yani ilianzia kwamba zilikuwa aya 7,000. Thumma tatawwara al-adad, idadi ikaongezeka ikafikia 10,000. Zikatajwa hapana, zilikuwa aya 10,000. Thumma tatawwara al-adad fi al-mazadi al-alani indahum, kisha ikaongezeka ikaboreshwa idadi katika ziada ya waziwazi kwao, ikawa 17,000 aya 17. Thumma tatawwara al-mazad, ikaongezwa tena ikawa 18,000 aya. Wala zala tatawur mustamirran hatta al-yawm, maboresho yanaendelea mpaka leo. Allahu musta'an. Swali la 14 nadhani ndio tutakalofunga nao kwa mujibu wa time, nalo ni refu, sio kama tutamaliza. Ala kulli hali tutakapoishia, ma mawqifu shuyukh Shia al-Imamiyya al-Ithna Ashariya al-Mu'asirin min aqidati madhhabihim bilqawl bitahrif al-Qur'an. Hizi nukuu zilizotajwa ni za wanawazuoni wa Kishia wa zamani, wakongwe wa kale. Sasa anauliza muulizaji, ni upi msimamo wa mashekhe wa Ithna Ashariya al-Mu'asirin wa zama zetu hizi, min aqidati madhhabihim, kutokana na itikadi ya madhehebu yao inayosema kwamba Qur'ani imefanyiwa tahrifu. Je, na hawa wa sasa nao wanakubali hilo? Aljawab: laqad inqasama shuyukh shi'ati almu'asirin ila 4 aqsam. Wao wamegawanyika makundi manne. Kundi la kwanza, tadhaharu bi inkari wujudi hadhihi alaqidati fi kutubihim aslan, wamejidhihirisha kukanusha kwamba hizi aqida hazipo kwenye vitabu vyao. Miongoni mwa hao waliokataa kwamba hili halipo kwenye vitabu vyao ni Abdul Husaini al-Amin an-Najafi. Huyu bwana amefishwa mwaka 1392, haithu qala fi raddihi ala ma dhakarahu al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, alitaja katika kumjibu na kumradi Imam Ibn Hazm mambo aliyotaja, min anna shuyukh Shia yaquluna bi anna al-Qur'ana muharraf. Al-Imam Ibn Hazm alipotaja kwamba mashekhe wa Kishia kama tunavyosema wanasema kwamba Qur'ani imefanywa tahrif, huyu Abdul Husayn al-Amin an-Najafi akasema katika kukanusha hilo, akasema laita hadha al-mutajarri'u ashara ila masdar firyatihi min kitabin lish-shi'ati muwaththaqun bihi mawthuqun bihi. Laiti huyu mwenye ushupavu, anamkusudia nani? Ibn Hazm. Laiti mtu huyu mwenye ushupavu angeashiria walau masdari moja tu ya uongo wake na uzushi wake huu aliosema, angeashiria walau kitabu miongoni mwa vitabu vya Mashia vinavyokubalika.
au hikayatan an alimin min ulamaihim, au akataja walau hata hikaya moja kutoka kwa wanazuoni miongoni mwa wanazuoni wao, tuqimu lahu aljami'a waznan, mtu ambaye jamiati zao zinampa thamani, yani anatambulika. Au talibun min ruwadi ulumihim, acha mwanazuoni basi hata mwanafunzi miongoni mwa wanafunzi wanaokwenda kusoma kwao, walau lam ya'rifuhu aktharuhum, hata kama itakuwa watu wengi hawamjui. Bal natanazalu ma'ahu ila qawli jahilin min juhalihim, anasema haya sikwambii wanafunzi, bali tukubali hata mjinga miongoni mwa wajinga miongoni mwao. Au qarawiyu min busataihim, au hata mtu wa kijijini miongoni mwa watu wa kawaida sana. Au tharthar, au hata nukuu kauli yoyote ambaye ni msema hovyo. Wa hadhihi firaqu shi'atu fi muqaddimatihim al-imamiyya mujma'atun ala anna ma bayna daffatayn huwa dhalika al-kitabu la raiba fihi. Akasema hili kundi hapa la mashia wa mwanzo wao wakiwa ni Shia Imamia, mujmi'atun, wamekubaliana wote, ala anna ma baina daffataini, kwamba yale yaliyomo kati ya jarida hizi mbili, yani kitabu jalada hili na jalada hili, huwa dhalika alkitab, ndicho kitabu hicho alichokiteremsha Allah kisichokuwa na shaka ndani yake. Haya maneno wanaweza kuyazungumza katika kuwahadaa watu kwamba sisi tunaikubali Qur'ani, ndio maana tuna Qur'ani nyingine na hakuna yote katika wanazuoni tukasema. Sheikh akataja ta'liq akasema laqad antaqa Allah ta'ala Abd al-Husayn an-Najafi nafsuhu min haythu la yashur. Anasema Allah jalla wala amemtamkisha huyu jamaa bila yeye kujua. Fa awrada ayatan muftara, akaleta aya ya uzushi fi nafsi kitabi. Napenda hii ibara mwijue vizuri. Ibara tuliyosoma ya mwanzo anaonyesha kukanusha kwamba sio katika itikadi zao kwamba Qur'ani imefanywa taharifu. Ndio akasema tutajie walau mwanachuoni mmoja, akasema tuache mwanachuoni. Walau mwanafunzi, akasema tuache mwanafunzi. Walau mjinga katika wajinga miongoni mwetu, akasema tuache, au mtu yeyote wa kijijini ambaye ni jahil tharthar, msema hovyo, walau huyo ambaye anaweza kuthibitisha. Kisha akasema sisi tunaamini kitabu hiki ambacho kiko baina daffatain ndio kitabu munazzal. Baada ya kusema hayo, haya ni maneno anaandika kwenye kitabu chake. Ndani ya kitabu hicho hicho akataja aya muharraf. Sasa mnaelewa? Ndio anasema Allah kamtamkisha min haythu la yashur, ili kuonyesha uongo wake. Aya yenyewe ni ipi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum biimamatihi faman lam ya'tamma bihi wa biman kana min waladi min sulbihi ila yawmil qiyamati fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wa fin nari khalidun. Wa inna iblisa akhraja Adam alayhi salam min al-janna ma'a kawnihi safwatullahi bil hasad fala tahsudu fatahbata a'malukum wa tazilla aqdamukum. Akaitaja kwamba hii ni aya. Sasa tukikuuliza hii aya, hebu tuonyeshe katika hii daffatain mushaf unayokubali iko katika sura gani, ukurasa gani? Haipo. Na hapo umenukuu kama ni aya. Wakati huo kuna tanaku, unasema tunakubali hii na hatukubaliani habari ya kwamba imeongezwa na imepunguzwa. Sasa unakuta kwamba anajikanyaga. Nihitimishe mistari hii mitatu ili tuweze kusimama katika wa dhakara ayatuhum najafi bi anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala bi annaha nazalat fi Ali ibn Abi Talib. An-Najafi akasema aya hii imeshuka ikimzungumza Ali ibn Abi Talib. Wanzur ilayhi akhzahu Allah yansibu al-awlada ila Allah. Anasema hebu mtazame mtu huyu muovu, Allah amdhalilishe, anamnasibishia Allah watoto. Wayati bima lam yati bihi al-yahud wan-nasara wa ghayruhum min al-mushrikin, anakuja na mambo ambayo hata mayahudi na manaswara hawakuwahi kuyasema katika washirikina wengine. Fayaqulu muftariyan ala Allah annahu ta'ala qala, akisema akimzushia Allah kwamba Allah anasema
min waladi min sulbihi ila yawm al-qiyamah fa a'immatuhum auladullah. Kwa hiyo maimamu wao wanawazingatia ni watoto wa Allah, wa min sulbi Ali radhiyallahu anhu, na wanatoka katika mgongo wa Ali radhiyallahu